Kuna nchi moja barani Afrika iliyokuwa na kila kitu: mafuta, fedha na nguvu ya kujiamulia mustakabali wake. Nchi hii inajulikana kwa jina la Libya. Lakini pia kulikuwa na mtu mmoja aliyethubutu kupinga mfumo wa dunia. Jina lake lilikuwa Muammar Gaddafi. Kwa zaidi ya miaka 40 aliongoza Libya kwa njia ambayo dunia haikuwahi kuona. Wengine walimuita shujaa, wengine walimuita dikteta. Lakini swali la kweli ni hili: je, Libya ilianguka kwa sababu ya Gaddafi, au Gaddafi aliangushwa kwa sababu ya Libya? Hii ni historia ya taifa lililojaribu kuipinga dunia. Karibu The Storyside. Lakini wakati Libya ikijenga shule, hospitali, nyumba na miradi ya maji, Gaddafi alikuwa anajenga kitu kingine pia, ambacho ni mfumo wa kisiasa. Alisema Libya haitakuwa republic ya kawaida. Alisema haitafuata mfumo wa vyama vingi kama magharibi. Alisema vyama vya siasa vinagawanya watu, vinanunuliwa, vinageuka biashara ya madaraka. Kwa hiyo akaanzisha mfumo ulioitwa jamahiria. Neno hili linatokana na wazo la jamahir, masses, yani umma. Kwa tafsiri rahisi ni utawala wa watu wengi. Katika mfumo huu kulikuwa na mikutano ya wananchi, kamati za wananchi na makongamano yaliyopaswa kupeleka maamuzi kutoka chini kwenda juu. Britannica inaeleza kuwa Gaddafi aliunda mfumo wa pyramid wa Congress na committees, ambapo kwa nadharia wananchi wengi wangeshiriki kupitia ngazi za chini, ingawa kwa vitendo mfumo huo uliendelea kuwa wakati sana. Kwa maneno mengine, karatasi ilisema nguvu iko kwa wananchi. Muundo ulionekana kushusha madaraka chini, lakini maisha ya kisiasa yalikuwa na swali kubwa: ni nani alikuwa na sauti ya mwisho? Ili kueleza mfumo wake, Gaddafi aliandika mawazo yake kwenye kitabu cha kijani. Kwake kitabu cha kijani kilikuwa kama ramani: ramani ya kisiasa, ramani ya kiuchumi, ramani ya kijamii. Alipinga bunge la kawaida, alipinga vyama vya siasa, alipinga mfumo ambao mtu anachagua mwakilishi halafu anakaa kimya kwa miaka kadhaa. Kwa mtazamo wake, huo haukuwa utawala wa watu. Alitaka watu washiriki moja kwa moja. Lakini hapa ndipo tatizo lilipoanza, kwa sababu kwenye nchi kubwa yenye mamilioni ya watu, swali linalokuja ni hili: je, wananchi wote wanaweza kuamua moja kwa moja kila jambo? Na kama hawawezi, ni nani anachuja maamuzi yao? Na kama kuna mtu anayechuja, je, huyo mtu si ndio ana nguvu halisi? Ndiyo maana jamahiria ilikuwa ndoto yenye mvuto, lakini pia mfumo uliobeba giza lake. Kwa upande mmoja, Gaddafi alijaribu kuonyesha kwamba hakuwa rais wa kawaida. Alibadilisha vyeo, alikataa taswira ya serikali ya kawaida, akajiita kiongozi wa mapinduzi au brother leader. Kwa nje alionekana kama mtu aliyejiondoa kwenye nafasi za kawaida za utawala, lakini kwa ndani ushawishi wake uliendelea kuwa mkubwa sana. Hata kama wananchi walikutana kwenye Congress, hata kama kamati zilikuwepo, hata kama kulikuwa na lugha ya nguvu kwa watu, lakini bado sauti ya Gaddafi ilikuwa sauti iliyoweza kubadilisha mwelekeo wa taifa. Hii ndiyo paradox ya Libya mpya. Nchi ilijaribu kuwa ya watu, lakini ilizunguka sana kwenye kivuli cha mtu mmoja, na hapo ndipo swali linakuwa zito. Je, Gaddafi alikuwa anatoa madaraka kwa wananchi, au alikuwa anajenga mfumo ambao
unaonekana kuwa wa wananchi, lakini unaongozwa kwa roho ya mapinduzi yake binafsi. Tukitazama Libya ya wakati huu, tusikubali simulizi kirahisi. Haikuwa pepo kamili na haikuwa kuzimu. Ilikuwa nchi yenye mchanganyiko wa vitu viwili vinavyopingana. Upande mmoja, elimu bure, afya bure, miradi mikubwa, maji kutoka jangwani kuelekea kwenye ardhi kavu na kuwa ardhi ya kilimo, mapato ya mafuta yakitumika kujenga taifa. Heshima ya Libya ilipanda Afrika na dunia ya Kiarabu. Upande mwingine, mfumo wa kisiasa usio wa kawaida, nguvu nyingi zikizunguka kwenye mapinduzi. Vyama vya siasa havikuwa sehemu ya mfumo, na swali la sauti ya mwisho lilibaki wazi. Ndiyo maana hadi leo ukizungumza na watu tofauti kuhusu Libya ya Gaddafi, utasikia dunia mbili tofauti. Mmoja atasema alitupa elimu, afya, maji na heshima, vyote bure. Mwingine atasema lakini nchi ilikuwa chini ya sauti moja, hivyo alikuwa dikteta. Na wote wanaweza kuwa wanashikilia kipande cha ukweli. Kwa muda, Libya ilionekana kama nchi inayoweza kuwa mfano wa Afrika. Nchi yenye mafuta, lakini inayojaribu kutumia mafuta hayo kujenga huduma. Nchi ya jangwa, lakini inayojaribu kuvuta maji kutoka chini ya jangwa la Sahara. Nchi ndogo kwa idadi ya watu, lakini yenye sauti kubwa kimataifa. Na hapa ndipo Gaddafi alijenga umaarufu wake mkubwa barani Afrika. Kwa sababu viongozi wengi walikuwa wakiahidi maendeleo, lakini yeye alikuwa na fedha za mafuta na kuweza kuyafanya. Kwa hiyo Libya ikawa kama jaribio la swali moja kubwa: je, taifa la Afrika linaweza kutumia rasilimali zake kujenga mfumo wake bila kufuata maagizo ya nje? Kwa Gaddafi jibu lilikuwa ndiyo, lakini dunia ilikuwa bado inamtazama. Na ndani ya Libya yenyewe, mfumo wake ulikuwa unaanza kuonyesha alama mbili kwa wakati mmoja: alama ya ndoto na alama ya hatari. Gaddafi hakutaka Libya iwe taifa la kukaa pembeni. Hakutaka Libya iwe nchi inayouza mafuta, inapokea pesa, halafu inanyamaza. Katika akili yake, Libya haikupaswa kuwa kituo cha mafuta tu. Libya ilipaswa kuwa nguvu ya kisiasa, nguvu ya Afrika, nguvu ya Waarabu, nguvu ya nchi zilizochoka kuambiwa cha kufanya na mataifa makubwa. Na hapo ndipo mgongano wake na dunia ulipoanza kuwa mkubwa. Kwa sababu kuna viongozi wanaobadili sera ndani ya nchi zao, lakini Gaddafi alitaka kubadili mpangilio wa nguvu duniani. Kwa mataifa makubwa, mafuta ni nishati, lakini kwa Gaddafi mafuta yalikuwa zaidi ya nishati. Yalikuwa silaha ya mazungumzo, silaha ya heshima, silaha ya taifa maskini kusema hapana mbele ya mataifa makubwa. Ndiyo maana baada ya mapinduzi, Libya haikukubali tena makampuni ya kigeni yaendelee kuamua kila kitu kuhusu mafuta yake. Serikali yake ilidai bei nzuri zaidi, sehemu kubwa zaidi ya mapato na udhibiti mkubwa zaidi wa sekta ya mafuta. Kufikia mapema miaka 1970, Libya ilikuwa imeongeza udhibiti wake juu ya uzalishaji wa ndani wa mafuta na kutumia mafuta kama nguvu ya kisiasa, hasa katika mgogoro wa Waarabu na Israeli. Kwa maneno mengine, Gaddafi aligeuza Libya kutoka nchi inayouza mafuta kwa nchi inayotumia mafuta kuuliza swali: kwa nini dunia iamue bei ya rasilimali zetu wakati rasilimali ziko ardhini mwetu? Na swali hilo lilikuwa hatari, kwa sababu halikuwa swali la Libya peke yake. Lilikuwa swali ambalo nchi nyingi za Afrika, Mashariki ya Kati na Amerika Kusini zingeweza kuanza kuuliza pia. Kuna kitu kimoja ambacho dunia ya kisasa inakitegemea sana, ambacho ni dola ya Marekani.
biashara kubwa ya kimataifa, hasa mafuta, kwa muda mrefu imezunguka kwenye nguvu ya dola. Hii ina maana rahisi lakini ni nzito. Ukitaka kununua mafuta, mara nyingi unahitaji dola. Ukitaka kufanya biashara kubwa ya kimataifa, dola inakuwa katikati. Na dola ikiwa katikati, Marekani anakuwa na nguvu kubwa juu ya mfumo wa fedha duniani. Gaddafi hakuipenda hali hii. Kwa mtazamo wake, kama Afrika ina dhahabu, mafuta, madini, ardhi na watu, kwa nini endelee kutegemea sarafu ya taifa lingine? Kwa nini Afrika iwe tajiri wa rasilimali lakini masikini wa maamuzi? Na hapa ndipo alipoanza kusukuma wazo la Afrika kujitegemea kifedha zaidi, si kwa maneno ya kawaida tu, bali kwa kujenga fikra ya kwamba bara la Afrika linaweza kuwa na taasisi zake, fedha zake, benki zake na sauti yake. Moja ya simulizi zinazozungumzwa sana kuhusu Gaddafi ni wazo la sarafu ya Afrika inayoungwa mkono na dhahabu. Watu wengi huiita gold dinar. Kwa kifupi, wazo hili linasemwa hivi: Afrika iwe na sarafu yake yenye thamani inayoungwa mkono na dhahabu na rasilimali zake, badala ya kutegemea dola ya Marekani au mfumo wa fedha unaodhibitiwa nje ya Afrika. Kama wazo hili lingefanikiwa, maana yake ilikuwa kubwa sana. Afrika ingeweza kuuza mafuta, dhahabu, uranium, almasi, gesi na bidhaa nyingine kwa mfumo wake wa fedha. Na hapo ndipo mataifa yanayonufaika na utegemezi wa Afrika kwenye fedha za nje yangeweza kupoteza sehemu ya nguvu yake. Lakini hapa tunahitaji kuwa makini na ukweli. Kuna madai mengi kuhusu gold dinar ya kuwa ndiyo sababu kuu ya kuangushwa kwa Gaddafi. Hata hivyo, taasisi ya Africa Check ilizungumza madai haya na ikaeleza kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha ya kuwa Gaddafi alikuwa tayari kuanzisha sarafu ya kimataifa ya dhahabu kwa kiwango kinachodaiwa kwenye mitandao. Lakini hilo haliondoi jambo moja, ya kwamba Gaddafi alikuwa akisukuma kwa nguvu wazo la Afrika kuwa na umoja wa kisiasa na kiuchumi. Na hata kama gold dinar haikuwa imefika hatua ya kuwa mfumo uliokamilika, wazo lenyewe lilikuwa linatosha kusababisha hofu kwa wale waliozoea kuiona Afrika iliyogawanyika. Kwa sababu mara nyingi hata wazo tu linaweza kuwa hatari kama linaweza kuwaamsha watu walio wengi. Mwanzoni mwa utawala wake, Gaddafi alikuwa na nguvu kubwa kwenye siasa za Kiarabu. Alipenda wazo la umoja wa Waarabu. Aliwaangalia Abdel Nasser wa Misri kama mfano. Aliamini mataifa ya Kiarabu yangeweza kuwa nguvu moja, lakini baada ya muda alikatishwa tamaa. Migawanyiko ya Kiarabu ilikuwa mingi, maslahi yaligongana. Wengine walimuona kama mtu mkali kupita kiasi, wengine hawakutaka kuingia kwenye mapambano yake dhidi ya Magharibi. Na hapo ndipo macho yake yakageuka zaidi kuelekea Afrika. Kwa Gaddafi, Afrika haikuwa tu bara. Afrika ilikuwa nafasi ya kujenga nguvu mpya. Alianza kuzungumzia umoja wa Afrika kwa nguvu zaidi. Alitaka Afrika iwe na jeshi la pamoja. Alitaka Afrika iwe na pasipoti ya pamoja. Alitaka Afrika iwe na serikali ya pamoja. Alitaka Afrika iwe na sauti moja kwenye dunia. Wakosoaji walimuona kama mtu mwenye tamaa ya kuwa mfalme wa Afrika, lakini wafuasi wake walimuona kama kiongozi aliyekuwa anaona mbali kuliko wengine. Na kwa upande wa kihistoria, ni kweli ya kwamba Libya ya Gaddafi ilikuwa kati ya wafadhili wakubwa wa miradi na taasisi za Afrika. Baadhi ya tathmini zinaonyesha aliweka fedha kwenye taasisi kama African Development Bank,
na kusaidia shughuli za Umoja wa Afrika. Kwa hiyo Gaddafi hakuwa anazungumza tu, alikuwa anatumia pesa. Na katika siasa za dunia, mtu mwenye uwezo wa pesa ni hatari zaidi kuliko mtu mwenye hotuba tu pekee. Libya ilianza kuwa kama benki ya kisiasa kwa sehemu ya Afrika. Fedha za Libya zilionekana kwenye maeneo tofauti: miradi ya miundombinu, msaada kwa nchi masikini, michango kwenye taasisi za Afrika, uwekezaji kwenye benki na miradi ya maendeleo. Kwa baadhi ya nchi, Gaddafi alikuwa msaada. Kwa baadhi ya viongozi, alikuwa mfadhili. Kwa baadhi ya wananchi wa Afrika, alikuwa ishara ya kwamba bara linaweza kuwa na mtu anayesema kwa sauti kubwa mbele ya magharibi. Lakini kwa mataifa makubwa, hili lilikuwa jambo la kuangaliwa kwa tahadhari, kwa sababu fedha za Libya hazikuwa fedha za msaada wa kawaida. Zilibeba siasa. Kila mradi uliokuwa unafadhiliwa na Libya ulikuwa pia unasambaza wazo la kuwa Afrika inaweza kujitegemea, na wazo hilo lilipingana na mfumo ambao kwa miaka mingi ulikuwa umejenga Afrika kama soko la bidhaa za nje, chanzo cha malighafi na eneo la ushawishi wa mataifa makubwa. Gaddafi alielewa kitu kimoja: ukiwa huna taasisi zako za fedha, uhuru wako ni nusu. Kama miradi yako yote inahitaji mkopo kutoka nje, kama sarafu yako inategemea maamuzi ya nje, kama bajeti yako inategemea misaada, basi bendera yako inaweza kuwa juu, lakini shingo yako ikawa bado iko kwenye kamba. Ndiyo maana wazo la taasisi za Afrika lilikuwa muhimu sana kwake. Benki za Afrika, fedha za Afrika, uwekezaji wa Afrika, miradi ya Afrika. Kwa lugha rahisi, alitaka Afrika ianze kujibu swali lake lenyewe: tuna nini, tunakihitaji nini, na tunakipata wapi, na tunawezaje kujenga bila kuomba ruhusa? Hili ndilo lililomfanya Gaddafi awe maarufu kwa baadhi ya Waafrika, lakini pia ndilo lililomfanya aonekane kama mtu asiyeweza kutabirika kwa nguvu za nje. Mgongano haukuja kwa sababu Gaddafi alikuwa na hotuba kali tu, kwa sababu dunia imejaa viongozi wenye hotuba kali na wapo wengi. Mgongano ulikuja kwa sababu alikuwa na vitu vinne kwa pamoja: kwanza, mafuta; pili, fedha; tatu, msimamo; na nne, wazo la umoja. Hivi vitu vinne vikikutana kwa kiongozi mmoja vinatengeneza wasiwasi mkubwa kwa wale wanaonufaika na Afrika dhaifu. Kwa sababu Afrika ikigawanyika ni rahisi kuishawishi. Afrika ikiungana inakuwa soko kubwa, nguvu kubwa na sauti kubwa. Na Gaddafi alikuwa anapigia debe hiyo Afrika ya pili, ambayo ni Afrika yenye sauti. Mara nyingi watu hudhani hila za kumwondoa kiongozi huanza siku mabomu yanaporushwa. Hapana, hila huanza mapema zaidi. Huanza kwa kumjenga mtu mwenye akili za dunia. Kwanza unaanza kumtengenezea picha. Mtu huyo hatakiwi kuonekana kama kiongozi mwenye hoja, anatakiwa kuonekana kama tatizo. Mtu huyo hatakiwi kuonekana kama mwanasiasa mwenye msimamo, anatakiwa kuonekana kama kichaa. Mtu huyo hatakiwi kuonekana kama mtu anayegusa maslahi ya kiuchumi, anatakiwa kuonekana kama hatari kwa usalama wa dunia. Na hapo ndipo picha ya Gaddafi ilianza kujengwa kwa nguvu. Alionekana kama mtu asiyeeleweka, mtu mwenye mavazi ya ajabu, mtu mwenye hotuba kali, mtu anayetishia mfumo. Ni kweli, Gaddafi mwenyewe alisaidia picha hii kwa lugha yake kali, maamuzi yake ya ghafla na mtindo wake usio wa kawaida. Lakini pia ni kweli kwamba vyombo vingi vya magharibi vilipenda zaidi kumwonyesha kama kituko cha kisiasa
kuliko kueleza kwa kina hoja ya kiuchumi iliyokuwa nyuma ya msimamo wake. Kwa sababu ukimfanya mtu aonekane kama kituko, watu hawatauliza maswali mazito wakati akiondolewa. Hapa ndipo tunapaswa kuelewa jambo kuu. Gaddafi hakuwa hatari kwa sababu alikuwa na jeshi kubwa kuliko wote. Hakuwa hatari kwa sababu Libya ilikuwa na watu wengi kuliko mataifa mengine. Libya haikuwa China, haikuwa Urusi, haikuwa Marekani. Lakini alikuwa hatari kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuchanganya vitu vitatu ambavyo ni rasilimali, itikadi na ushawishi. Alikuwa na mafuta ya kufadhili ndoto. Alikuwa na lugha ya mapinduzi ya kuwavuta watu. Alikuwa na nia ya kuunganisha Afrika kwenye hoja ya kujitegemea. Na hii ndiyo sababu Libya ikaingia kwenye macho ya dunia. Si kama nchi ya kawaida ya Afrika Kaskazini, bali kama nchi inayoweza kuwa chanzo cha mabadiliko yasiyotakiwa na wengi huko Ulaya. Kisha ukaja wakati ambao Libya haikutazamwa tena kama nchi yenye mafuta tu, bali kama nchi inayotuhumiwa kuwa hatari kwa usalama wa dunia. Na tukio moja ndilo lililobadilisha kila kitu. Mwaka 1988, ndege ya abiria ya Pan AM Flight 103 ililipuka angani juu ya mji wa Lokabai nchini Scotland. Mamia ya watu walipoteza maisha. Dunia ilishtuka, familia zikavunjika, na ndani ya muda mfupi macho ya mataifa makubwa yakageukia Libya. Libya ikalaumiwa, na hapa ndipo historia ikawa nzito, kwa sababu kwa upande wa magharibi simulizi ilikuwa moja kwa moja. Libya ilihusika, maafisa wake walihusika, na Gaddafi alikuwa lazima abebe mzigo wa kisiasa. Lakini upande mwingine wa simulizi haukuwa mwepesi hivyo. Libya haikusema wazi kwamba Gaddafi binafsi alitoa amri ya tukio hilo. Haikusema moja kwa moja kwamba kiongozi wake ndiye aliyepanga shambulio hilo. Kilichotokea baadaye ni kwamba Libya ilikubali kulipa fidia kwa familia za wahanga, lakini hatua hiyo ilibaki na tafsiri mbili. Kwa magharibi ilikuwa ishara ya kukubali wajibu, lakini kwa wale waliomtetea Gaddafi ilikuwa hatua ya kisiasa ya kuondoa presha, kufungua njia ya kuondolewa vikwazo na kuirudisha Libya kwenye mfumo wa kimataifa baada ya miaka kubanwa. Na hapo ndipo swali likabaki likining'inia. Je, Libya ilikubali kwa sababu ilikuwa na hatia kamili, au ilikubali kwa sababu ilikuwa imebanwa mpaka ukutani? Baada ya tuhuma hizo, Libya iliingia kwenye kipindi kigumu cha vikwazo. Ndege zikadhibitiwa, biashara ikaathirika, mahusiano ya kimataifa yakawa mazito, makampuni mengi yakaanza kuogopa kufanya kazi na Libya. Hii ilikuwa vita isiyo na vifaru, vita ya benki, vita ya anga, vita ya diplomasia, vita ya kuitenga nchi taratibu mpaka ipunguze nguvu. Na kwa Libya athari zake zilionekana polepole. Vipuri vilianza kuwa shida, miradi mingine ikachelewa, uchumi ukaanza kubanwa, na wananchi wa kawaida wakaanza kuhisi gharama ya mgongano kati ya serikali yao na dunia ya nje. Hapa ndipo unaona ukweli mchungu wa vikwazo. Viongozi hupambana kwenye meza za siasa, lakini maumivu mara nyingi hushuka mpaka kwa wananchi. Kwa nje, vikwazo vilionekana kama hatua ya kutafuta haki kwa wahanga wa Lokabai. Lakini ndani ya siasa za kimataifa, kila hatua huwa na tabaka zaidi ya moja. Lokabai ilikuwa sababu kubwa, lakini haikuwa peke yake kwenye picha pana. Kwa miaka mingi, Gaddafi tayari alikuwa amejenga uadui na mataifa makubwa. Alikuwa amegusa mafuta, alikuwa amefukuza kambi za kijeshi za kigeni, alikuwa amepinga dola ya Marekani, alikuwa amefadhili miradi ya Afrika, na alikuwa akizungumza kwa lugha ya kupinga mfumo wa dunia. Kwa hiyo tukio la Lokabai likawa kama mlango
wa kuhalalisha presha kubwa zaidi dhidi ya Libya, na kuanzia hapo Gaddafi akawa si tu kiongozi anayepingana na Magharibi, bali mtu aliyewekwa kwenye picha ya tishio la kimataifa. Hapa ndipo simulizi yetu inapaswa kuwa makini, kwa sababu hatuwezi kupuuza maumivu ya watu waliokufa kule Lokabai. Watu halisi walipoteza maisha, familia halisi zilipoteza wapendwa wao, na dunia ilikuwa na haki ya kutafuta majibu. Lakini pia hatuwezi kupuuza ukweli ya kwamba siasa za kimataifa mara nyingi hutumia majanga kama silaha ya kuongeza shinikizo. Kwa hiyo historia ya Lokabai na Libya haikai kwenye sentensi moja rahisi. Ni mahali ambapo haki, diplomasia, mafuta, presha, propaganda na maslahi ya kimataifa vilichanganyika, na hivyo yaweza kuwa ulikuwa ni mpango wao. Mwaka 2011 upepo uliokuwa umeanza kama maandamano ya kawaida katika baadhi ya nchi za Kiarabu ulifika Libya. Upepo huu uliitwa Arab Spring. Kwa nje ulionekana kama vuguvugu la wananchi kudai mabadiliko, lakini ndani ya Libya hali ilikuwa tofauti, kwa sababu Libya haikuwa Tunisia, haikuwa Misri, haikuwa nchi yenye mfumo wa kisiasa wa kawaida unaoweza kubadilishwa kwa maandamano pekee. Libya ilikuwa nchi iliyojengwa juu ya mtu mmoja, mapinduzi ya miaka 42, makabila, mafuta na hofu ya nguvu za nje. Kwa hiyo maandamano yalipoanza hayakubaki maandamano kwa muda mrefu. Maandamano yalianza hasa upande wa mashariki, maeneo kama Benghazi. Huko kulikuwa na historia ndefu ya kutoridhika na utawala wa Gaddafi. Wengine walihisi mashariki imesahaulika, wengine walikuwa na hasira za kisiasa zilizokusanyika kwa miaka mingi, wengine waliona huu ndio muda wa kuondoa mfumo wa zamani. Mwanzoni sauti ilikuwa ya mabadiliko, lakini haraka sana sauti hiyo ikabadilika kuwa mapambano. Serikali ilijibu kwa nguvu, waandamanaji nao wakaanza kujihami, silaha zikaanza kuonekana, kambi za jeshi zikaanza kugawanyika, na ghafla Libya haikuwa tena kwenye mgogoro wa kisiasa, ilikuwa imeingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hapa ndipo simulizi nyingi za nje hupunguza ukweli. Zinaonyesha kama Libya yote ilisimama upande mmoja dhidi ya Gaddafi. Lakini haikuwa rahisi hivyo. Kulikuwa na watu waliompinga kwa nguvu, kulikuwa na waliomuunga mkono, kulikuwa na makabila na maeneo yaliyokuwa na maslahi tofauti, kulikuwa na maafisa walioasi, na kulikuwa na nguvu za nje zilizokuwa zinafuatilia kila hatua. Kwa hiyo 2011 haikuwa hadithi ya mstari mmoja, ilikuwa mchanganyiko wa hasira ya ndani, mapambano ya madaraka, mgawanyiko wa kijamii, mafuta na nafasi ambayo mataifa ya nje yaliiona. Kadiri mapigano yalivyozidi, simulizi za kimataifa ikaanza kujengwa. Gaddafi anaua raia, Benghazi iko hatarini, dunia lazima iingilie kuwalinda wananchi. Hapa ndipo kauli ya kulinda raia ikawa msingi wa hatua kubwa zaidi. Umoja wa Mataifa ukapitisha azimio la kuanzisha no fly zone juu ya Libya. Kwa maana rahisi, ndege za Gaddafi zisingeruhusiwa kufanya operesheni angani. Lakini kilichoanza kama kuzuia ndege kilibadilika kuwa kampeni kubwa ya kijeshi. Na hapa ndipo NATO ikaingia Libya. Mashambulizi ya anga yakaanza. Kwa jina, lengo lilikuwa kulinda raia. Lakini kwa vitendo, mashambulizi hayo yalipunguza sana uwezo wa jeshi la Gaddafi. Vifaru vikapigwa, maghala ya silaha yakalengwa, vituo vya mawasiliano vikashambuliwa, misafara ya kijeshi ikaharibiwa. Na waasi ambao mwanzoni walikuwa dhaifu mbele ya jeshi la serikali wakaanza kupata nafasi. Na hapa ndipo vita ilipobadilika kabisa, kwa sababu kabla ya NATO
Gaddafi alikuwa na nafasi kubwa ya kijeshi. Baada ya NATO, nguvu yake ilianza kumomonyoka. Waasi hawakuwa tena peke yao, walikuwa na anga juu yao, na katika vita, anayemiliki anga mara nyingi ndiye hubadilisha matokeo ya ardhini. Hapa ndipo siri nzito ya 2011 ilipo. Swali halikuwa tena kama kulikuwa na mgogoro Libya. Swali kubwa likawa, je, dunia iliingia Libya ili kulinda raia tu, au ilitumia mgogoro huo kama nafasi ya kumaliza utawala wa Gaddafi? Kwa sababu kadiri mashambulizi yalivyoendelea, ilionekana wazi kwamba hatua za kijeshi hazikuwa zinazuia mashambulizi tu, zilikuwa zinaondoa uwezo wa Gaddafi kuendelea kutawala. Kwa maneno mengine, mlango ulifunguliwa kwa njia ya ulinzi wa raia, lakini ndani yake kulikuwa na matokeo ya kubadilisha serikali. Na hapo ndipo Libya ikaingia kwenye kona ambayo haikuweza kutoka kirahisi. Oktoba 2011, Libya ilikuwa tayari imebadilika kuwa uwanja wa mapambano. Miji iliyokuwa zamani ikibeba historia, biashara na maisha ya kawaida, sasa ilikuwa imejaa moshi, vifaru vilivyoteketea, barabara zilizoharibika na watu waliokimbia makazi yao. Tripoli ilikuwa imeshaanguka mikononi mwa wapinzani wake, na Gaddafi, mtu aliyewahi kuongea na dunia kwa kujiamini, mtu aliyewahi kutikisa vikao vya kimataifa, mtu aliyewahi kuifanya Libya kuwa nchi inayosikilizwa kwa hofu na heshima, sasa alikuwa anakimbia ndani ya nchi yake mwenyewe. Lakini hakukimbilia nje, hakukimbilia uhamishoni. Alirudi kwenye eneo lililobeba kumbukumbu ya maisha yake ya awali na mwisho wake wa kisiasa, ambapo ni Sirte. Sirte haikuwa mji wa kawaida kwa Gaddafi. Huu ulikuwa mji uliokuwa karibu na mizizi yake, na kwa miaka mingi ulipewa umuhimu mkubwa katika utawala wake, kwa sababu ndipo kwenye ardhi alipozaliwa. Kadiri waasi walivyosonga mbele, Sirte ikageuka kuwa ngome ya mwisho. Hapa ndipo wafuasi wake wa mwisho walijikusanya. Wengine walikuwa wanajeshi, wengine walikuwa vijana waliomwamini, wengine walikuwa watu ambao hawakuona mustakabali wao bila yeye. Lakini hali ilikuwa mbaya. Mji ulizingirwa, mashambulizi yaliendelea, vyakula na dawa vikawa shida, mawasiliano yakaanza kuvunjika, na polepole kile kilichokuwa ngome ya mwisho kikaanza kugeuka kuwa mtego. Asubuhi ya siku ya mwisho, Gaddafi na watu wake walijaribu kutoka Sirte kwa msafara wa magari. Huenda walitaka kuvuka kwenda eneo la salama zaidi, huenda walitaka kujipanga upya, au huenda ilikuwa jaribio la mwisho la kuokoa maisha. Lakini kwa Gaddafi, alisema yupo tayari kufa katika ardhi yake na hawezi kwenda popote. Lazima kama kufa afie ndani ya mji wa Sirte. Lakini katika vita vya kisasa, msafara wa magari jangwani ni rahisi kuonekana kutoka angani. Na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Msafara wake ulishambuliwa, magari yakaharibiwa, watu wake wakatawanyika, waliosalia wakatafuta mahali pa kujificha. Na kwa Gaddafi, mtu aliyewahi kutembea na ulinzi mzito, mikutano mikubwa na hotuba ndefu, mwisho wake ulisogea kwenye eneo la chini la giza na la aibu, ambapo ni kwenye mtaro wa maji ya barabara. Gaddafi alipatikana akiwa amejificha, si ndani ya ikulu, si kwenye banka ya kifahari, si kwenye ndege ya kwenda uhamishoni, bali kwenye sehemu ndogo ya kujificha, akiwa amejeruhiwa, amechoka na amezungukwa na wale waliokuwa sasa wameshika nguvu ya vita. Picha za video za kukamatwa kwake zilisambaa duniani. Ilikuwa picha nzito sana. Kwa wale waliomchukia, ilikuwa mwisho wa mtawala waliyemuona kama chanzo cha mateso,
Kwa wale waliomuunga mkono, ilikuwa fedheha ya taifa, ishara ya jinsi nguvu za nje na vita vya ndani vilivyoweza kumshusha mtu aliyekuwa alama ya Libya kwa miongo minne. Lakini kwa historia, ilikuwa zaidi ya tukio la mtu mmoja kukamatwa. Ilikuwa picha ya utawala mzima ukivunjika mbele ya kamera. Gaddafi hakufikishwa mahakamani, hakusimama mbele ya jaji, hakupata nafasi ya kutoa ushahidi wake, kujitetea au kufungua siri ambazo huenda angezisema kama angekuwa hai. Alikamatwa akiwa hai, lakini muda mfupi baadaye alikuwa amekufa. Na hapo ndipo swali kubwa likabaki: kwa nini hakufikishwa mahakamani? Kwa nini mtu aliyekuwa na siri nyingi za Libya, Afrika, mafuta, mahusiano ya kimataifa, mikataba ya siri na uhusiano wake na mataifa makubwa aliishia kuuawa kabla hajaongea? Kwa wengine lilikuwa tukio la hasira ya waasi baada ya miaka mingi ya chuki. Kwa wengine lilikuwa jambo lililofaa sana kwa wale ambao hawakutaka Gaddafi azungumze mbele ya dunia, kwa sababu kiongozi wa miaka 42 akiwa mahakamani angeweza kuwa shahidi hatari. Angeweza kutaja majina, angeweza kufichua mikataba, angeweza kueleza nani alikuwa rafiki yake jana na adui yake leo. Angeweza kuonyesha uso wa pili wa siasa za kimataifa. Lakini hilo halikutokea. Kifo chake kilifunga mdomo wake milele. Hivyo utawala ulioanza kwa mapinduzi ya kijana wa miaka 27 ukaisha kwa kifo cha mzee aliyekuwa amezungukwa na maadui zake. Miaka 42 baadaye, miaka ya mafuta, miaka ya miradi mikubwa, miaka ya hotuba kali, miaka ya vikwazo, miaka ya hofu, miaka ya heshima, miaka ya utata, yote ikaanguka ndani ya muda mfupi. Hakukuwa na sherehe ya kuaga, hakukuwa na makabidhiano ya madaraka, hakukuwa na hukumu ya mahakama. Kulikuwa na vurugu, kelele, kamera na mwisho wa kikatili. Baada ya Gaddafi kuuawa, Libya haikuamka kwenye asubuhi ya amani kama wengi walivyoahidiwa. Haikuwa kama filamu ambayo mtawala anaondoka halafu taifa linaanza ukurasa mpya wa furaha. Kinyume chake, kuondoka kwa Gaddafi kulikuwa kufungua mlango wa utupu mkubwa wa madaraka. Kwa miaka 42, Libya ilikuwa imezunguka sana kwenye kivuli cha mtu mmoja, mfumo mmoja wa mapinduzi. Taasisi huru hazikuwa zimejengwa kwa nguvu ya kutosha kubeba taifa pale kiongozi mkuu alipoondoka ghafla. Kwa hiyo Gaddafi alipoanguka, serikali haikusimama imara, jeshi halikuungana, polisi hawakuwa na nguvu ya kudhibiti kila eneo, na makundi yaliyokuwa yameungana kwa lengo moja la kumwondoa Gaddafi sasa yakaanza kuulizana swali gumu: nani atatuongoza? Wale waliokuwa wameitwa waasi hawakuwa kundi moja lenye mawazo sawa. Kulikuwa na watu wa mashariki, kulikuwa na watu wa magharibi, kulikuwa na makabila, kulikuwa na makundi ya kidini, kulikuwa na wanajeshi wa zamani, kulikuwa na vijana waliobeba silaha kwa mara ya kwanza, na kulikuwa na watu waliokuwa na maslahi ya mafuta, bandari na miji muhimu. Wakati waliyemuona adui mmoja alipokuwepo, waliweza kuungana, lakini adui huyo alipoondoka, tofauti zao zikaanza kuonekana wazi. Silaha zilizotumika kumwondoa Gaddafi hazikukusanywa. Makundi mengi hayakutaka kusalimisha nguvu zao. Kila kundi likaanza kulinda eneo lake, bandari yake, barabara yake na mji wake. Na hapo ndipo Libya ikaingia kwenye sura mpya ya maumivu. Sio vita ya kumwondoa mtu mmoja tena, bali vita ya nani atamiliki taifa lililobaki yatima. Mafuta yaliyowahi kuipa Libya nguvu ya ajabu yakageuka kuwa chanzo cha mvutano, kwa sababu katika nchi yenye mafuta, anayeshika maeneo ya uzalishaji, mabomba, bandari na mapato
anashika moyo wa taifa. Makundi tofauti yakaanza kupigania udhibiti wa maeneo muhimu. Miji ikawa na serikali tofauti. Majeshi yakawa na utii tofauti. Viongozi wakaanza kuungwa mkono na mataifa tofauti ya nje. Na hapo Libya ikawa si tu mgogoro wa ndani, bali uwanja wa mashindano wa nguvu za nje. Wengine walikuja kwa jina la kusaidia amani, wengine walikuja kwa jina la kupambana na ugaidi, na wengine walikuja kwa sababu ya mafuta, ushawishi na nafasi ya kijeshi katika Afrika Kaskazini. Baada ya muda, Libya ikawa na vitu ambavyo taifa moja halipaswi kuwa navyo kwa muda mrefu: serikali zaidi ya moja, majeshi zaidi ya moja, vituo vya nguvu zaidi ya moja, na ukweli zaidi ya mtu mmoja. Kwa mtu wa kawaida, hii ilimaanisha maisha magumu. Usalama ukawa wa wasiwasi, bei zikapanda, huduma zikayumba, safari zikawa hatari, na ndoto ya Libya mpya ikaanza kubadilika kuwa swali la kila siku ya kwamba tutaishi vipi. Watu waliokuwa wameambiwa kwamba kuondoka kwa Gaddafi kutaleta uhuru, wakaanza kugundua kwamba kuondoa mtu ni jambo moja, lakini kujenga taifa ni jambo lingine kabisa. Na hapa ndipo ukweli mgumu wa Libya unapojitokeza. Ndiyo, kulikuwa na watu waliokuwa na malalamiko halisi dhidi ya utawala wa Gaddafi. Ndiyo, kulikuwa na waliotaka mabadiliko. Ndiyo, kulikuwa na walioamini kwamba Libya ilihitaji ukurasa mpya. Lakini swali ni hili: je, dunia ilisaidia Libya kupata uhuru au ilisaidia kuondoa nguzo moja bila kujenga nguzo nyingine? Kwa sababu baada ya Gaddafi, Libya haikupata utulivu wa haraka. Ilipata mgawanyiko, ilipata makundi yenye silaha, ilipata serikali zinazopingana, ilipata vita vya wenyewe kwa wenyewe, na taifa ambalo zamani lilikuwa sauti moja kali likageuka kuwa taifa lenye sauti nyingi zinazogombana. Na mwisho wa Libya mpaka sasa hauna hatima yake. Libya ni funzo, sio la mtu mmoja tu, bali la dunia nzima. Ni hadithi ya nguvu ya rasilimali, siasa za kimataifa, na hatari ya kupinga mfumo mkubwa. Na pengine ukweli mkubwa zaidi ni huu: historia haiandikwi na waliokufa, inaandikwa na walioshinda. Lakini kwa Libya, historia imeweka alama kwa aliyekufa, na inaendelea kuishi katika vizazi vya Libya na Afrika kwa ujumla. Na pengine mahali fulani ndani ya jangwa la Libya kuna sauti bado inasikika, si ya vita, bali ya swali lisilojibiwa: nani alituulia mkombozi wetu? Je, unafahamu nini kuhusu Libya na Gaddafi? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.